Mheshimiwa Spika, amani tulio nayo kwa kiasi kikubwa inalindwa na uimara na ufanisi wa mahakama zetu na vyombo vingine vya kusimamia haki. Hii ni kwa sababu amani na utulivu hustawi pale ambapo haki huonekana kutendeka. Katika kuimarisha utawala wa sheria, kuongeza uwajibikaji na ufanisi, kupunguza malalamiko ya wananchi na ucheleweshaji wa mashauri, niliunda Tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha mifumo ya haki jinai. Mapendekezo ya tume hiyo yanaendelea kutekelezwa na taasisi mbalimbali. Kwa kipindi chote, mahakama imeendelea kuwa huru na kamwe serikali haikuingilia mahakama katika kazi zake. Ili kuboresha utendaji na ufanisi wa mahakama, tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka shilingi bilioni 166.2 mwaka 2021 mpaka kufikia shilingi bilioni 321 kwa mwaka 25-26, sawa na ongezeko la 93%. Vile vile tumeongeza idadi ya majaji, mahakimu na mawakili wa serikali, na nafarijika kwamba tumezingatia uwakilishi wa kijinsia. Katika kipindi hiki pia nimeteua majaji wapya 83, ambapo majaji wa mahakama ya rufani ni 15, kati yao 4 ni wanawake, na majaji wa mahakama kuu 68, kati yao 30 ni wanawake. Aidha, tuliwezesha ajira mpya ya mahakimu na watumishi wengine jumla 1153. Majaji na mahakimu wanawake wamekuwa wengi wakati mwingine wowote, wamekuwa wengi wakati huu kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. Hatua hizi zimewezesha mahakama kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa, pamoja na kuhakikisha mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za kisheria inasomana na mifumo ya NIDA, TAKUKURU, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Jeshi la Polisi Tanzania na taasisi nyingine za sheria. Aidha, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kutenganisha shughuli za mashtaka na upelelezi kwa kuendelea kuongeza idadi ya mawakili wa serikali na kuongeza ofisi za mashtaka za wilaya kutoka 50 hadi 108 ili kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, mafanikio mbalimbali yamepatikana, yakiwemo kukamilika kwa ujenzi wa jengo la makao makuu ya mahakama sambamba na nyumba za kuishi majaji zilizopo eneo la Iyumbu, Dodoma. Ujenzi wa majengo ya mahakama za wilaya 3 na mahakama za mwanzo 26 katika maeneo mbalimbali nchini. Ujenzi wa vituo 6 jumuishi vya utoaji wa haki katika maeneo ya Dodoma, Morogoro, Mwanza, Arusha, Kinondoni na Temeke. Vile vile kumekuwa na ujenzi wa vituo 9 jumuishi vya utoaji haki katika mikoa ya Katavi, Songea, Songwe, Njombe, Simiyu, Lindi, Singida, Pemba na Geita. Nako ujenzi unaendelea. Miradi hii imewezesha kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha upatikanaji haki kwa watu wote, serikali imetekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign. Asante. Jumla ya wananchi 2698, jumla ya wananchi milioni 2,698,908 kwenye mikoa 25 wamepatiwa huduma mbalimbali za kisheria kupitia kampeni hii. Mheshimiwa Spika, kwa mara ya kwanza
katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha kwa mara ya pili katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha urekebu wa sheria kuu 446 za nchi na kuandaa toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023. Hatua hii inawarahisishia watumiaji wa sheria zetu kufanya rejea ya sheria mbalimbali, hususan wakati wa utoaji wa haki. Toleo hili ambalo litaanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka huu 2025 litaimarisha utawala wa sheria. Aidha, hadi sasa sheria 13 kati ya 446 zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, hatua ambayo itaenda kuimarisha uelewa wa sheria miongoni mwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, kwenye hotuba yangu ya kufungua bunge la 12 niliahidi kuifungua nchi kiuwekezaji ili kukuza uchumi, kuzalisha ajira, kuongeza mapato na kupunguza kiwango cha umaskini kitaifa na kwa mtu mmoja mmoja. Tunaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na katika utekelezaji huu tulipitia na kurekebisha sheria na kanuni 66 pamoja na kufuta au kupunguza tozo, ada na faini mbalimbali zipatazo 383. Kituo cha uwekezaji TIC kimeweza kusajili jumla ya miradi ya uwekezaji 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma. Miradi hiyo ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni 25.53 na inatarajia kuzalisha jumla ya ajira 650,674 za moja kwa moja na ajira nyinginezo. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuhamasisha uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi yani SEZ pia zimevutia jumla ya miradi 45 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.17 iliyopatiwa leseni za EPZ na SEZ. Miradi hiyo ilijikita katika sekta zinazozalisha bidhaa zitokanazo na kilimo, viwanda, mifugo, kemikali, madini na mazao ya misitu. Imeongeza ajira kufikia 20,674 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya nje kwa dola za Marekani milioni 397.64. Katika kuchochea uwekezaji nchini, tumetunga sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi kwa pamoja. Tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Mheshimiwa Spika, kilimo kimeendelea kwa uti wa mgongo wa taifa letu kwa kutoa ajira nyingi na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato letu la taifa. Kwa kutambua mchango Asante. Kwa kutambua mchango wa sekta hii kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya 300% toka shilingi bilioni 294 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.24 mwaka 2025. Shabaha yetu kuu ni kuongeza tija pamoja na kuweza kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza tija, serikali imeongeza upatikanaji wa mbegu bora, za kilimo kwa 41.9 kutoka tani 50,747 mwaka 2021 hadi tani 72,031 mwaka 2024. Aidha, uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kwa 61% kutoka tani 34,797 mwaka 2021 hadi tani 56,114
mwaka jana 2024. Pia tumewezesha maabara ya mbegu na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu kupata ithibati ya kimataifa na uzalishaji wa mbegu. Hatua hii imewezesha uzalishaji wa mbegu bora unaoleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imeongeza upatikanaji wa mbolea kutoka tani 676,017 mwaka 2021 hadi tani milioni 1.21 mwaka 2025. Hii ni sawa na ongezeko la 80.9 ya makisio ya mahitaji ya tani milioni 1.5 za mbolea kwa msimu wa mwaka 2025. Sambamba na hilo, serikali imetoa ruzuku ya mbolea yenye thamani ya shilingi bilioni 300 kwa mazao yote. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kwa hekta kutoka kilo 19 mwaka 2021 hadi kilo 24 mwaka huu 2025, na hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji. Mbali na mbolea, serikali pia imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa viuatilifu pamoja na huduma za ugani kwa kuhakikisha inaajiri maafisa ugani pamoja na kuwapa vitendea kazi kama pikipiki, vishikwambi, visanduku vya ugani na soil scanners ili kuongeza tija kwenye kilimo chetu.